Watu wanajiandikisha vipi kuwa wanachama wenu? Kwa Kabla sijafika huko, nilipewa swali la pili la kauli mbiu. Yes. Kauli mbiu ya mwaka huu ambayo 2025. Hii hasa imejikita kwenye swala zima la mafanikio. Na tunapozungumzia mafanikio, tunazungumzia mafanikio katika nyanja zote za kiutawala, lakini pia mafanikio kwa watumishi. Kauli mbiu yetu inatuambia uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki. Tukta na uchaguzi mkuu. Why uchaguzi mkuu? Kwa nini? Nilijua lazima utauliza. Lazima tuulize. Kwa sababu wengi wanasema hii kauli mbiu imekaa kisiasa. Haijakaa kisiasa. Hapana. Labda ina maslahi nyuma yake. Yes, kwa sababu maslahi yake sisi tunayodai ni kwa watumishi. Hatujasema kwa wakulima wala wafugaji hapa. Tumesema kwa wafanyakazi. Sasa tunavyosema wafanyakazi tushiriki sote katika uchaguzi mkuu, tuchagua wale viongozi wanaodai wanaotuletea maslahi kama wafanyakazi. Kwa mfano, miaka kadhaa iliyopita wafanyakazi walikuwa na changamoto nyingi sana kwenye upande wao wa kazi, kwa sababu walikuwa wanategemea mishahara tu pekee. Lakini hiyo mishahara ilikuwa imestop, kwamba haipandi, haiendi kulia wala haiendi kushoto. Iko standard mwaka hadi mwaka. Na ujue maisha yanasonga. Kabla tujaenda kwenye kuongelea vilio vya wafanyakazi wengi ambavyo bado vipo. Unasema vimesoviwa na nini, lakini bado vipo. Na kwa sababu wewe msemaji upo humu ndani, tunatamani uzungumze zaidi. Natamani kujua sifa ya mwanachama wa Tukta iko vipi? Kulingana, kuna watu ambao wameajiri na hisi wafanyakazi lakini bado hawajajiunga na Tukta. Asante sana kwa kuuliza swali zuri. Kwanza nirejee ufafanuzi wa neno Tukta. Nilisema ili ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi, ambapo ndani yake sasa kuna vyama. Sasa vyama ndio kuna mwanachama. Kwa hiyo hapo kuna sehemu tatu. Kuna mwanachama. Huyu mwanachama anamilikiwa na chama. Kile chama kinamilikiwa na shirikisho. Sawa? Kwa hiyo ili uweze kulifikia shirikisho lazima uwe kwanza mwanachama kwenye chama husika. Sasa utawezaje kuingia kwenye hicho chama husika? Ili uweze kuingia kwenye chama husika, kuna taratibu za kufanya kwenye taasisi husika. Kwa mfano, hizi taasisi binafsi. Chama kinachohusika na taasisi ile ambayo inayohitaji kuenda pale kutengeneza chama, kinatakiwa kitoe notification ya barua kwa mwajiri. Na sheria inasema